Miaka minne tangu kifo cha Rais Magufuli, urithi wake na maisha ya Samia Suluhu Hassan. Jumatano Machi 17 mwaka 2021, Tanzania iligubikwa na wingu zito la kumpoteza rais aliyekuwa madarakani Dr. John Pombe Magufuli maarufu kama JPM. Ni kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo la Afrika Mashariki nchi ilishuhudia kifo cha rais aliyekuwa madarakani. Kifo chake kilitangazwa na Samia Suluhu Hassan aliyekuwa makamu wa rais ambaye amekalia kiti cha urais baada ya kifo cha Rais Magufuli. Dr. Magufuli alizaliwa Chato mkoani Geita Oktoba 29 mwaka 1959. Alihitimisha utawala wake wa miaka 5 na miezi minne alioanza Novemba 5 mwaka 2015 katika hospitali ya Mzena Kijitonyama jijini Dar es Salaam kwa maradhi ya moyo. Rais Magufuli alikumbukwa kwa falsafa yake ya hapa kazi tu ambayo ilijikita katika kupambana na ufisadi, ufanisi katika utendaji kazi wa serikali na kuchochea maendeleo kupitia miradi mikubwa ya kitaifa. Miaka minne baada ya kifo, Machi 17 mwaka 2025, ni miaka minne imetimia tangu Rais Magufuli alipovuta pumzi yake ya mwisho. Mwili wake ulizikwa katika makaburi ya familia nyumbani kwao Chato mnamo Machi 26 mwaka 2021. Kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa taifa la Tanzania na dunia nzima, kwani alijulikana kama kiongozi mpenda maendeleo na aliyekuwa na utashi wa kuleta mabadiliko makubwa. Kutokana na kifo hicho, Samia Suluhu Hassan aliyekuwa makamu wa rais alikula kiapo cha kuwa rais wa Tanzania Machi 19 mwaka 2021 mbele ya Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma. Samia alikalia kiti hicho na kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania na mmoja kati ya viongozi watano waliomtangulia. Hatua hii ilikumbukwa na hisia mseto kutoka kwa wananchi, lakini pia ilikuwa ni ishara mabadiliko na uthabiti wa demokrasia ya Tanzania. Dr. Magufuli aliweza kuleta mabadiliko makubwa nchini kwa kushughulikia masuala ya uchumi, miundombinu na elimu. Miongoni mwa miradi muhimu aliyoiendeleza ni bwawa la umeme la Nyerere, daraja la Tanzanite, daraja la Kigogo Busisi, shirika la ndege la ATCL. Pia alifanya juhudi kubwa katika kuboresha miundombinu ya barabara, kutoa huduma za afya na kuongeza uwekezaji katika elimu. Falsafa ya Samia Suluhu Hassan, kazi iendelee. Baada ya kuapishwa, Rais Samia Suluhu Hassan alitambulisha falsafa yake mpya ya kazi iendelee, akimaanisha kuendelea na miradi mbalimbali aliyokuwa ameianzisha mtangulizi wake. Alieleza kuwa serikali yake ingeendelea kufuata nyayo za Dr. Magufuli katika kuleta maendeleo ya haraka na ustawi wa wananchi. Hata hivyo, Samia pia aliongeza mikakati ya kukuza amani, umoja na haki za binadamu katika utawala wake. Miaka minne ya mabadiliko na uendelezaji wa miradi. Baada ya Rais Magufuli kupita, Tanzania imeendelea kufanya hatua kubwa katika maendeleo ya miundombinu, lakini pia changamoto za kiuchumi zimejitokeza. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuchochea mafanikio katika sekta mbalimbali, akitilia mkazo ufanisi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuimarisha sekta za afya na elimu. Rais Samia pia ameendeleza kuhimiza ushirikiano wa kimataifa na uendelezaji wa biashara ili kuvutia wawekezaji na kuongeza mapato ya taifa. Tanzania inakumbuka na kuenzi kazi kubwa aliyoifanya Dr. John Pombe Magufuli katika kipindi cha utawala wake. Akiwa rais wa 5 wa Tanzania, Dr. Magufuli alielekea kuacha urithi mkubwa wa maendeleo katika sekta mbalimbali. Hata hivyo, kama ilivyokuwa kwa kila kiongozi,
maisha yanaendelea, na sasa chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, Tanzania inaendelea na safari yake ya kimaendeleo huku ikizingatia mafanikio ya zamani na changamoto za kisasa. Miaka minne tangu kifo cha Dr. Magufuli, Tanzania inaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa katika sekta za kiuchumi, miundombinu na utawala bora. Kazi inayoendelea ni pamoja na kuratibu na kuongeza juhudi za kumaliza changamoto zilizopo, huku tukitazama mbele kwa matumaini na maendeleo endelevu.